mstari wa kwanza anasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno. Hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Sema amen. Cha kwanza kabisa tunaanza na Mungu. Sema amen. Tunaanza na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza kumfahamu Mungu ni nani. Utakapomfahamu Mungu ni nani, hauwezi ukamchanganya kwenye maeneo ambayo leo watu wamemchanganya. Sema amen. Kwa hiyo katika vitu vyote unavyoviona, vinavyoonekana na visivyoonekana, asili yake ni Mungu. Sema amen. Hapo utakuwa umenielewa. Yaani vitu vyote unavyoviona, iwe ni malaika, iwe ni mwanadamu, iwe ni wanyama, iwe ni vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, asili yake ni Mungu. Sema amen. Kwa hiyo wa kwanza kabisa ni Mungu. Kwa hiyo tunaanza kujifunza kumjua Mungu ni kiumbe au ni nafasi ya namna gani. Kwa hiyo mambo yote yamepatikana kwa yeye aliye mwanzo, na yeye anasema yeye hana mwanzo wala mwisho. Hakuumbwa wala hakuwa na mwanzo wa kupatikana. Yeye ni Mungu. Mtu mmoja akauliza kama Mungu alikuwepo mwanzo, na mwanzo katika mwanzo wake ina maana tayari kuna baba yake, au kuna Mungu na Mungu na Mungu. Lakini yeye alisema kwamba yeye ni mwanzo, hana mwanzo, hana mwisho. Sema amen. Na yeye ndiye aliyehusika kuviumba vyote unavyoviona leo duniani. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Kwa nini anaitwa Mungu? Kwa nini anaitwa Mungu? Yaani leo ukija kuangalia watu hawamjui Mungu yukoje. Kwa nini anaitwa Mungu? Kwa sababu ya hivyo vinavyoonekana na visivyoonekana. Kumbe Mungu ni